Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ndugu zangu Waislamu mnaofuatilia kipindi chetu hapa Kitama TV, tumekutana tena leo mwezi wa Ramadhani kubwa kabisa, tufahamishane, kila mmoja aifahamu shahada kazi yake ni ipi kwa mwanadamu. Maudhui yetu itawakumbusha Waislamu kila mmoja aifahamu shahada kazi yake ni ipi kwa mwanadamu. Ndugu yangu Muislamu, shahada ni kitu gani? Naam, shahada ni kauli itokayo moyoni. Shahada ni ile kauli isemayo ikitamka katika moyo wa mtu kwa dhati kupitia mdomo wake, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammada rasulullah. Kalima hii anapoitamka mja asiye na dini, tena kwa ridhaa ya nafsi yake, huwa Muislamu wakati huo huo. Kalima hii anapoitamka mja asiyokuwa na dini, hali ya kuwa ni mpagani, kwa ukweli utokao moyoni, huwa ni Muislamu muda huo huo. Na hali kadhalika yule alokawa dini nyingine, kama alikuwa mtu huyu ni Myahudi au Mnasara au Majusi au mpagani vile, pia mja huyu anapohiari kutoka moyoni kalima hii akaitamka kwa ukweli baada ya kufahamu maana halisi, basi mtu huyu muda huo huo huwa Muislamu. Anapokuwa Muislamu si mwenye kubaki tu muda wa kuwa ameshakuwa Muislamu. Anatakiwa mja huyu baada ya tamko hili kulitamka, maana yake amesema hivi, nakili kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, tena peke yake, pasi na kumshirikisha na kitu kingine. Na ninakili kwa moyo na tamka kwa njia ya ulimi ya kwamba huyu Muhammadi ni mja wa Mwenyezi Mungu na ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana ya kalima kama hiyo. Kwa hiyo baada ya tamko hili kulitamka hizi shahada mbili, kinachomlazimu amefaradhishiwa na Mola wake Allah nguzo ya pili, ambayo ni kusali sala tano kwa kila siku, asubuhi na jioni, katika maisha yake yote, na wala asikosi kipindi kimoja katika maisha yake. Pia analazimishwa mtu huyu baada kuingia ndani ya Uislamu atekeleze yote ambayo ameyakuta ndani ya Uislamu. Maana yake baada ya hizi sala tano, pili, kwanza pushi na maovu, matendo yake mabaya yote aliyokiyafanya akiwa dini nyingine au akiwa mpagani, au kama alikuwa mzembe katika maisha yake, alizaliwa mpaka umri wake ukanakoma kufikia miaka 40-60 hasali, matendo yake machafu aliyokiyafanya kipindi cha kuwa hasali, baada ya kuanza sala yale mabaya yake yote aache kabisa kabisa kabisa. Baada ya yeye kudumu katika kusali sala tano, sheria ya Uislamu inamwambia atowe anavyoruzukiwa na Mola wake miongoni mwa, ikiwa mmiliki wa dhahabu au pesa, madini ya pesa, yakifikia kiwango atowe. Pia anatakiwa mtu huyu atowe nafaka muda wa mavuno. Kama ni mkulima, basi kama ni mpunga atowe zaka, kama ni mtama atowe zaka, kama ni uwele
atowe zaka, kama ni ngano atowe zaka, kama ni mahindi atowe zaka. Muda wa kuvunwa yale mazao na yakafikia kiwango, na baada ya yeye kuondoa gharama zake ambazo amezitumia kupitia fedha, kama kilimo chake kimetumika nguvu tu na mvua za Mwenyezi Mungu, basi mtu huyu kuangaliwa tu kiwango kimefika. Hivyo ndivyo ilivyo. Kama kilimo chake alitumia pesa, alitumia kilimo cha kumwagilia, alitumia gharama kununua mashine, kuwakodi watu, kuendesha ile miamala ya kilimo, basi asitowe kiwango chochote mpaka aondowe gharama zake zile, ndipo atowe kitakachokuwa kimebaki kama kitafikia kiwango. Vile vile Muislamu huyu awe ni mwenye kutoa zaka ya wanyama ikiwa amewamiliki hao wanyama na wakafikia viwango vyake husika na wakazungukiwa na mwaka. Kama vile anamiliki ng'ombe 30, anamiliki mbuzi na kondoo 40, anamiliki ngamia 5, wakazungukiwa na mwaka, basi sheria itamuongoza katika ng'ombe 30 atowe ng'ombe gani, katika ngamia 5 atowe ngamia yupi, katika mbuzi 40 atowe mbuzi wa aina gani, mwenye umri upi. Vile vile mtu kama huyu baada ya kuwa ni yeye mwenye kutoa vile ambavyo ameruzukiwa na Allah tabaraka wa taala, basi unapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani atawajibika mtu huyu aifunge Ramadhani. Anapoifunga Ramadhani anaifunga hali ya kuwa akiwa muumini. Baada ya Ramadhani kuisha akajichunga vizuri na mambo yake yote, basi Mwenyezi Mungu humpandisha daraja akawa mcha Mungu. Kwa hiyo lengo la Ramadhani kwa wanadamu kuwapandisha daraja kutoka katika uumini ili wawe wacha Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, unapenda kipindi hiki hapa Kitama TV, Uislamu wako itakuwa umetakata vizuri, unaonekana mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiwa wewe umefikia kuyafanya haya niliyokuzungumza na ukafikia daraja la kuwa mcha Mungu. Hapo pepo kwako ni rahisi kabisa, rahisi sana. Ndugu yangu, kipindi hiki anapoonekana mja ameshafikia daraja baada ya kutamka shahada, dumisha shahada yake ile, basi anatakiwa huyu mtu awe mtiifu wa yale ambayo yote ambayo Mwenyezi Mungu atakuwa amemuamrisha. Mtu anapoitwa muumini, Allah tabaraka wa taala katika aya zake humuita kwa jina la muumini, na mtu akiwa hajafikia uumini, Mwenyezi Mungu anapomhitajia kumwelekeza kitu humuita kwa aya, kwa majina yanayoambatana nini, ile sifa yake. Kwa mfano, Allah anapotaka jambo lake la kumpwekesha, la kumwabudia, hutumia lugha akisema ya ayuhannasu, kama ilivyo katika Qur'ani, ya ayuhannasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum. Enyi watu, hapa kuchagua, kila anayejiona yeye ni mtu ameitwa na Allah. Ewe mtu mpagani, Mkristo, Myahudi, Mmajusi na Muislamu jina kama ulivyo wewe huswali, wewe ni Muislamu jina. Aya hii inakuambia hivi, ewe mtu usiye swali wewe, ibudu rabbakum alladhi khalaqakum, muabuduni Bwana wenu ambaye amekuumbeni, walladhina min qablikum, na aliowaumba wale waliopita kabla yenu, la'allakum tattakun, ili mpate kufikia kuwa wacha Mungu. Ndugu zangu, kila kitu kina sera. Watu wanamiminika kuhama vyama vya siasa kwa sababu ya sera zilizoko huko. Wameona wakifuata sera za chama kile, huenda maisha yao yakawa nafuu kuliko maisha wanayoyaona katika chama husika mfano wake. Kwa hiyo watu wa serikali ya dunia wamechukua miundombinu ya kupitia sera katika vyama vyao baada ya kumsoma Mungu amepita-pitaji kuwataka viumbe wake wamwabudi yeye. Kumbe Mungu amewaita viumbe akawapa sifa yake yeye na alivyo navyo yeye, na atakapokuwa mtu amekubali kuingia chama chake cha Mungu ambacho ni Uislamu, nini atamfanyia?
Kwa hiyo akatoa sera nyingi kabisa. Kwa hiyo kwanza, miongoni mwa sera zake amesema, enyi watu muabuduni Mwenyezi Mungu ambaye, sera ya kwanza, amekuumbeni nyinyi na akawaumba waliopita kabla yenu. Mkishamwabudu yeye kwa sera yake hii ya kukuelekeza yeye ndio kuumbeni, ni kweli amekuumbeni Mungu, na ni kweli waliopita huko nyuma amewaumba Mungu. Wazazi wako wamefariki, aliwaumba Mungu, na we uliopo amekuumba Mungu, na wajao amewaumba Mungu. Hakuna kitu hicho kubishana nacho. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala baada anaendelea kabisa kuzitoa sera. Ikiwa wewe unakataa kumwabudia Mungu, ikiwa unakataa kusali sala 5, ikiwa unakataa kusilimu, Allah anakushangaa akisema hivi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, vipi munakataa kumwabudia Mwenyezi Mungu wakati nyinyi kabla hamjawa hivyo mulikuwa maiti? Fahayakum, Allah akakupeni uhai. Thumma yumitukum, kisha mtakufa nyinyi au mtauawa na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, muziko makaburini kule. Thumma yuhyikum, kisha Mwenyezi Mungu atakurejesheni uhai wenu tena. Haya maneno anayazungumza Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an, Sura Bakara. Yeye ndiye aliyekuumbeni, aliyekupeni uhai, halafu atakuweni muziko makaburini kule, kisha atakuhuisheni tena. Thumma ilayhi turjauna, kisha kwake mrejee. Anatoa sera nyingine ambayo anakuvuta we umwabudie. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Simama hapo kwanza. Yeye Mwenyezi Mungu anayekutaka umwabudie, anakueleza sera zake. Yeye ndiye aliyekuumbieni vyote vilivyo duniani. Katuumbia bahari, tunanufaika na bahari kwa neema zote. Katuumbia ardhi, watu wananeemeka na ardhi kupitia kilimo chao. Katuumbia jua, watu wananeemeka nalo. Katuumbia madini, wananeemeka nayo. Allah kaumba kila kitu, akakikusanya, tena kila kimetimia. Katuumbia matunda, katuumbia nafaka, yani kila sampuli tu. Ina maana mwanadamu maisha yake yote anayoyaendesha duniani hapa akasitawi vizuri. Vitu vyote anavyositawi navyo kamuumbia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa anakushangaa wewe mtu usiyemwabudia, wewe mtu unayekataa kusilimu, vipi unankatalia Mungu amri zake hizi? Kwani yeye siye ndiye aliyekuumba wewe? Kwani yeye si ndio aliyokupa uhai? Kwani yeye si ndio atakaye kuua kesho na kesho kutwa? Sasa anakuambia baada ya maisha haya kupitia, atakufufua, akulete mbele yake, akuhoji kunako maisha yako uliishi vipi? Ulikubali amri zake? Haya, kwa hizi aya ambazo Allah amewataka waja wake, viumbe wake wantumikie kiibada, amewaita kwa jinsia yao, kwa umbi, kama enyi watu. Ndugu zangu Waislamu na msio Waislamu, kumwabudia Mungu, amri hii haijawajia wanadamu tu. Anatufahamisha Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani akisema hivi, alam tara anna Allaha, kwani hauoni wewe na haujui kwa hakika Mwenyezi Mungu anayekuambia umwabudie huyu, hujui kitu gani? Yusabbihu lahu man fi samawati wa man fil ardi, vinamtakasa kwa kumwabudia na kumsujudia na kumuhimidi vyote vilivyo mbinguni, vyote vilivyo mbinguni. Akachamba washamsi, jua linamwabudia Mungu, wal kamari, na mwezi unamwabudia Mungu, wan nujumu, na nyota zinamwabudia Mwenyezi Mungu, walijibalu, na milima inamwabudia Mwenyezi Mungu, washajaru, na miti yote inamwabudia Mwenyezi Mungu, wakathiru minan nasi, na kundi kubwa linamwabudia Mungu, kufanya ibada kwa hivi vitano. Wakathiru minan nasi, na wengi miongoni mwa watu wamekataa kumwabudia Mungu. Hawa wanekataa kumwabudia Mwenyezi Mungu, imethibiti ghadhabu za Allah.